Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Hebu tuendelee Wafilipi sura ya 3 mstari wa 15. Kwa hivyo sisi sote ambao ni wakamilifu, ni wangapi walio wakamilifu hapa? Lakini wakati fulani Paulo anasema si kwamba wewe ni mkamilifu. Anazungumza kihuduma. Si kwamba ameyafikia mambo yote, bali tunakamilishwa kwa toleo moja. Alitufanya wakamilifu kwa muda gani? Kwa hiyo katika pembe hiyo Paulo anasema, kwa hiyo sisi sote tulio wakamilifu tunajisikia sawa. Na ikiwa unahisi vinginevyo, Mungu pia atakufunulia hili. Lakini katika yale tuliofikia, tufuate sawa nini? Tujisikie sawa nini? Mtume alikuwa na sheria. Alikuwa na hisia, na hisia hiyo ni umoja wa Roho. Mtume akasema sote tuseme kitu kimoja. Hebu tulione katika Vema, tazama Wafilipi. Hebu tubaki katika Wafilipi kwa muda kidogo zaidi, na kisha tutaendelea hadi Wakorintho wa kwanza. Wafilipi 2:2 inasema nini? Wafilipi 2:2. Kamilisha furaha yangu. Unahisi nini? Kuwa na upendo sawa, kuwa na nia moja. Kuhisi nini? Sawa nini? Halo, kuhisi kitu kimoja unafanyaje? Kuwasilisha kwa mtu. Tunapaswa kumpigia mtu kura. Ningekupigia kura. Ningesema tumpigie kura dada hivi na hivi, na ningewasilisha kusema hivyo hivyo. Shida ni kwamba walinichagua. Lakini sio kwa sababu nilitaka hii. Kwa kweli hii si rahisi. Kwani huoni kuwa wanakutazama? Ikiwa wangechagua mwingine, na kwa kuwa ninaipenda kweli, nasema walimchagua nani? Naam, walimchagua kaka kama huyo. Basi angalia, kwa ajili ya umoja, ingawa simpendi sana kaka kama huyo, lakini kwa ajili ya umoja nitawasilisha kwa yale anayosema, ikiwa ni sawa na msingi. Maadamu anakaa kwenye mstari, nawasilisha. Kwa sababu wazo ni kudumisha umoja, haijalishi ni nani. Lakini iwe ni moja tu, kwa sababu lazima kuwe na tarumbeta, lazima kuwe na kondakta wa orkestra. Hebu fikiria orkestra yenye makondakta wawili, moja ikionyesha jambo moja na nyingine. Fujo hutengenezwa. Kwa hivyo lazima kuwe na nini? Mkurugenzi mmoja. Halo, tujumuike pamoja ikiwa tunataka kucheza muziki mzuri. Hebu tujipange. Nani atacheza hii? Sawa, utacheza hivyo. Na ikiwa kuna wachezaji watatu wa tarumbeta, basi ukubali kucheza noti sawa. Umoja wa Roho ni muhimu. Wafilipi 4:2. 4:2. Namwomba Ewodia na Sintike wawe na nia moja. Sikiliza, hawa walikuwa wanawake wawili waliofanya kazi na Pablo, ambao walimtii Pablo, lakini hawakuwa na hisia zile zile. Halo, na kwa viongozi wawili kuwa na hisia sawa, inabidi watiishwe. Ili kuokoa nini? Umoja wa nini? Wa Roho. Kwa hiyo barua ya kwanza kwa Wakorintho 1:10. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho saa 1 na madakika 10. Haraka. Wakati kila mtu anayo, tunasema nini? Baba, wangapi wana roho ya kufanywa wana? Kwa hiyo piga kelele, Aba Baba, usiseme haleluya. Barua ya kwanza kwa Wakorintho 1:10 inasema, basi nawasihi. Sikiliza, hili ni ombi la kitume. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene kwa nia moja, wala kusiweko mifarakano kati yenu. Mgawanyiko unasababishwa vipi? Akizungumza tofauti. Lakini mmeunganishwa kikamilifu kwa nia moja na katika moja. Kuonekana. Kufikia hilo ni vigumu. Unajua, uliyebarikiwa, kwamba hii haijawahi kupatikana katika miaka 2000. Paulo alijaribu na hakuweza. Naam, wakati huo Paulo aliona kwamba kanisa hilo lilikuwa katika mgawanyiko. Akasema, nasikia kuna migawanyiko. Pablo hakuweza kufanya hivyo. Kutokana na mazingira ya nyakati hizo, hawakumwamini Pablo.
Kwa hiyo Paulo hakuwahi kufikia umoja wa Roho, aliandika, lakini hakufanikiwa, na hilo halikufanikiwa kamwe. Tazama, nilifanya kazi kwa ajili ya Wapentekoste kwa miaka mingi, nilikuwa na Assemblies of God kwa miaka mingi, kwa Kiingereza na Kihispania, na niliona kwamba Assemblies of God katika New York walikuwa tofauti na Assemblies of God katika Puerto Rico. Katika makusanyiko ya New York wanawake wangeweza kuvaa suruali, lakini katika makusanyiko ya Puerto Rico hawakuweza kuvaa suruali. Na kisha huko New York walivaa pete, na huko Puerto Rico pete ni ishara ya Yezebeli. Na kisha mfafanuzi yule yule wa kibiblia. Huko Puerto Rico walifundisha kwa njia moja na huko New York njia nyingine. Na kisha baada ya kuchoshwa na mfumo huo, nikasema, jamani, lazima kuwe na kitu bora, na nilifanya kazi na Wabaptisti wa Kusini. Kwa sababu kuna Wabaptisti wa Kaskazini. Maana yake ni kwamba wale wa Kaskazini wana uhuru zaidi, huku wale wa Kusini wakiwa na bidii zaidi. Nilikwenda pamoja na watu wa Kusini kwa sababu sikuweza kuwa pamoja na watu huria, kwa sababu nilikuwa mtu wa uamsho mwenye bidii. Kwa hivyo nilienda na wale kutoka Kusini nikidhani ni bora huko. Na kisha nilifanya kazi na wale kutoka Kusini, na niliona kwamba tulipoenda kwenye makusanyiko kama semina hii, kama hii tunayofanya sasa, kweli niligundua kuwa sote tulikuwa pale, na tulipoenda bafuni au kwenye mapumziko ya kahawa tulibarikiwa. Ulisikia watu wakisema, nitamsalimishaje mtu huyu ikiwa mtu huyu alitoa pesa kwa mtu mwingine na mtu mwingine akampa mtu mwingine? Na unajua, sikubaliani na kile alichosema kuhusu Paulo. Na kisha mimi Mungu alikuwa akinipa mafunzo hapo. Nilikuwa kama, watu hawa hawakubaliani. Na kisha wakati mwingine ningezungumza nao na kuwauliza, ulisoma wapi? Kwenye seminari ya Mnazareti? Na wewe unajihusisha na Wabaptisti? Ndiyo. Jambo ni kwamba mradi wana mhudumu anayeweza kuinua kanisa, hawajali kile unachoamini, mradi tu unafanana nao kidogo. Kwa hivyo, ikiwa una asili ya seminari ya Kipentekoste, angalia, nilikuwa Mpentekoste maisha yangu yote, na nilikuwa nikifanya kazi kati ya Wabaptisti. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na karama ya kulea makanisa, na walisema, sahau yale ambayo Josh Lewis anaamini, jambo la maana ni kwamba anainua makanisa kwa ajili yetu. Kwa sababu walikuwa na wamisionari wa Kibaptisti walioelimika sana. Lakini nini kinatokea? Kwamba hawakujenga kanisa, waliwekeza $100,000 kwa missionari. Na kisha washiriki 8 au 10 waliobatizwa wakapatikana, washiriki 8 tu waliobatizwa. Na kisha wangejenga makanisa 3 au 4 pamoja nami, na wangesema, yeye ni mzuri kwetu hata kama anena kwa lugha. Nao hawakujua ya kwamba nilichokuwa nikiwainua ni makanisa ya Kipentekoste ndani ya Wabaptisti. Lakini wao wenyewe waliwachanganya. Na chama cha Kibaptisti cha Puerto Rico ni cha Kipentekoste, lakini kwa kuwa waliniweka pale, vema Je, unajua kwa nini hilo hutokea? Kwa sababu hakuna umoja wa Roho. Sio hapa unaweza angalia. Wamenitolea makanisa, tazama, unataka makanisa 10. Ninajua makanisa 10 ambayo baraza liliacha kule, mnatoa kila moja $100 na mna makanisa 10 zaidi. Sipendezwi na hilo. Sipendezwi na wingi. Ninavutiwa na ubora. Ikiwa hauko katika umoja wa Roho, sitaki wewe hapa. Kwa sababu wewe ni kikwazo, wewe ni tatizo kwa mwili wa Kristo. Ni mwili. Na mwili unapaswa kuunganishwa kikamilifu. Na mtu ambaye yuko hapa anazungumza tofauti, siwataki. Ndiyo maana tulipoteza, sio kupoteza, tulishinda. Tumeshinda wakati wachungaji wengine wanaondoka, wengine kwa sababu wengi wako pamoja nasi. Lakini kuna watu ambao kwa sasa wanasema, kwa nini nimwige Josh Lewis ikiwa nina elimu? Wanasema, najua jinsi ya kufanya mahubiri mazuri, kwa nini nipoteze utambulisho wangu kwa kuweka kati ya Josh Lewis? Nitafanya mambo yangu. Lakini hiyo ni kwa kila mtu. Lakini vipi kuhusu umoja? Unafanikiwa kufanya mambo yako, lakini unavunja umoja wa Roho. Kwa hiyo, kuwa makini kudumisha umoja. Ikiwa wewe ni mnyenyekevu na una kipimo kizuri, unasema, kwa nini ufundishe kitu kingine chochote? Ama uifundishe au niifundishe, lakini lazima iwe kitu kimoja tu. Kwa sababu basi sio maoni sawa tena, sio hisia sawa tena, na unavunja kanuni ya kitume. Kwa upendo wa umoja. Sio kwa upendo kwangu.
Sina tatizo hilo la inferiority complex au ukuu. Sina matatizo hayo. Lo, anapenda tu wanyenyekee kwake. La, hilo huleta dhiki zaidi, minyororo. Wanakuwa mzito zaidi. Kwa sababu hiyo ni kazi zaidi na kuna zaidi ya kufanya. Na kisha nikasema, vema, nitakaa hapa Miami, tulivu. Usijali, ndege zinaanguka. Lakini siku moja Bwana aliniambia, Jose Luis, tazama. Kama huendi hivyo, wewe ni kioski nyingine tu. Angalia. Neema hiyo ni rahisi. Hayo ni maarifa. Huu utume unasimamia neema. Kwa sababu ikiwa unaijua neema na kunyenyekea utume. Kwa hivyo unasema, tazama, hii siyo yangu, nilipokea kutoka kwa mtume. Kisha unanipa sifa zote. Lakini basi nasema, Bwana, tazama, sikujua chochote, nakupa sifa. Mungu daima hutafuta mtu kudhihirisha maarifa na kuweka umoja wa roho. Kwa hivyo hiyo inafanya ili isiingie kichwani mwako. Je, huoni kwamba unaposema hii siyo yangu, lazima useme kwamba ni ya mtu mwingine? Na kwa kusema kwamba ni ya mtu mwingine, tayari wewe ni mnyenyekevu. Kisha yote yananiangukia. Kwa hiyo wewe ndio unajisifu. Wapi kuna kujisifu? Imetengwa. Kwa sheria ipi? Kwa sheria ya imani. Lakini ndivyo tunavyoweka. Unajua kwamba katika historia hakuna mtu habari. Haya, nasema hivi na unajua, kwa kuzingatia mwenyewe, sawa. Lakini hakuna mtu aliyekuwa amefikia kile ambacho Mungu kwa rehema zake ametupa. Mataifa 22 yanazungumza kitu kimoja. Oh. Lakini hili si suala la hekima ya maneno ya kibinadamu. Ni suala la nani Mungu alimuita. Kwa hiyo tunamtazamia yule ambaye Mungu alimuita kwa dalili na tunanyenyekea chini ya yule aliyeitwa na Mungu. Kwa mapenzi ya nini? Kwa umoja wa roho. Vema, hilo halikuwa limefikiwa kwa sababu niliwaambia hivi punde tu kwamba Wabaptisti huko wanafikiri tofauti. Angalia, kuna Wabaptisti wa Kipentekoste, kuna Wabaptisti wa Kiinjili, kuna Wabaptisti wa Kiliberali, kuna Wabaptisti wa kimsingi. Na hawaelewani hata kidogo. Na wote wanatofautiana. Hapa tunafanya ubatizo namna hii. Na kwa hiyo, kama mimi ni mshiriki wa dhehebu lile na nikihamia jimbo lingine, mchungaji wa Kibaptisti huko anasema, hatutambui ubatizo kutoka Miami. Lakini sisi ni wa madhehebu moja. Hapana, inabidi ubatizwe tena hapa ikiwa unataka kuwa mshiriki. Ikiwa sivyo, huwezi kuchukua meza takatifu, mkate na divai. Kwa hiyo, je, ni lazima nibatizwe tena? Ndiyo. Lakini kwa nini? Kwa sababu mgawanyiko kati ya mashariki na magharibi huko Miami kama mji mkuu wa jua ni huria sana. Na tumehisi kwamba maji yamepoteza upako wake. Kwa hiyo, ubatizo uliofanya pale ni dhaifu sana. Je, hicho ndicho kitengo? Umoja wa nani? Hakuna mtu, huo sio umoja. Angalia, hutokea hapa Miami, hiyo ni hatari. Sithubutu kwa sababu sasa najua, lakini kwa kutojua bado kuna watu wanaofanya hivyo. Huko Miami, Jumapili Je, kuna makanisa mangapi huko Miami? Sasa niambie kitu kimoja. Nani ananyenyekea kwa nani? Kwa hiyo mchungaji anafanya nini kuhubiri? Kweli anaondoka Ikiwa hajui na hana ujuzi mwingi, basi huenda kwenye duka la vitabu, kununua A Springs in the Desert, au kitabu cha hadithi, au mahubiri ya makopo, au ujumbe unaozungumzwa na wengine. Hivyo basi huenda na kuisoma na kuanza kuchora. Ni wangapi kati yenu walipitia hayo? Ni wangapi kati yenu walipitia hayo? Haya, nilipitia hilo. Heri kwamba Jumamosi ningesema, oh Baba, kesho nitahubiri nini, Mungu wangu? Kwa hivyo ilinibidi nitafute mahubiri ya zamani. Hebu nione, nilizungumza kuhusu shetani wiki iliyopita. Nilizungumza kuhusu zaka wiki iliyopita. Nilizungumza kuhusu utakatifu mara ya mwisho. Nilizungumza juu ya zawadi mara ya mwisho.
Waliniambia kuwa kuna ndugu maskini. Hei, ninazungumzia nini? Kutoka likizo? Ndivyo hivyo. Nitawaambia wasitumie pesa likizo. Krismasi, huwa mwangalifu kuhusu kutumia pesa nyingi kwenye vifaa vya kuchezea na vitu vingine, kwa sababu wataingia kwenye deni na kadi za mkopo. Ndugu, angalia. Na wakati Halloween inakuja. Halloween ni ya shetani, isubiri. Na tazama ndugu, hiyo ni aibu. Lakini na madhehebu yale yale hapa ambayo yana makanisa kadhaa. Hebu tuseme wana makanisa 35 hapa Florida Kusini. Jina linasema hivi na hivi. Na wachungaji 35 walisoma katika seminari 35 tofauti. Na wanaamini tofauti. Wana imani tofauti kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuhusu lugha, kuhusu kama ni lugha au la. Iwe hivi au vile. Hiyo ilikuwa lugha. Hiyo ilikuwa lugha. Kwamba haikuwa lugha. Lakini Wakorintho wanasema ilikuwa zawadi. Na hiyo ni kichaa. Hei, hiyo ni hatari. Namaanisha, ikiwa umekuwa ukifanya hivi kwa miaka mingi, unanielewa. Je, unanipata? Lakini haijachukua miaka. Muulize mtu aliye karibu nawe anaelewa nini. Atasema, oh yeah, hiyo ni kweli. Sasa kwa nini? Kwa nini hilo hutokea? Sanduku la si. Mstari wa kufikiri ni huu. Je, unajua kwa nini? Kwa sababu ndege inapaa. Na hatuwezi kuruhusu askari hapa ambaye hafuati sheria sawa, ambaye hana hisia sawa, maoni sawa. Hebu sote tuzungumze kuhusu kitu kimoja. Kwa sababu tutakuwa mfano kwa ulimwengu. Halafu tunahitaji watu wenye bidii katika kuokoa nini? Hatuwezi kufundisha kitu kingine chochote. Unajua jinsi ninavyofurahi ninapoenda nchi na mara moja sifa huanza. Na ni mashairi yale yale yaliyoimbwa kwa neema. Sifa sawa. Na wanasema ni wangapi wanatawala maishani? Ni wangapi wamebarikiwa? Na ni lugha moja. Unaiona? Ninyi mnaotembelea hapa. Umeona nini? Sawa nini? Je, sisi sote tunazungumza nini kwa njia moja? Hivyo. Kwa hivyo tunaweza kushawishi ulimwengu ambao unatafuta ukweli kwa watu wasio na mwelekeo. Kuzungumza kitu kimoja. Kuweka umoja wa roho. Na makini unapofanikisha hilo. Habari. Angalia unapofanikisha hilo. Na unapenda hilo, umoja wa roho. Una haja ya kumpigia kelele Mungu, Bwana, tazama ninahitaji hili. Hapana, kiri. Na ghafla daktari akasema, tazama, unayo hii. Angalia kwa undani maelezo haya. Una nguvu sana ndani. Una nguvu sana ndani. Wewe ni hazina. Kinachotokea ni kwamba matope yako huficha nguvu iliyo ndani yako. Namaanisha udongo wako, nyama yako ni mbaya sana. Kwa vile bado imeharibika. Hawajaifunika. Ficha uzuri. Nguvu. Wewe ni nani? Vema, tazama, wewe ni mkuu, ndiyo maana tutawahukumu malaika. Na tutahukumu. Hei, hukumu malaika. Malaika mmoja alisaidia watu milioni 2 kuvuka jangwa. Sasa una nguvu sana. Makini, nitakupa maelezo ambayo unapaswa kukumbuka. Nitakutoza kwa hili baadaye, mwishoni utakapoondoka. Tazama. Na nimeishi. Na sio nadharia. Hii inafanya kazi. Bwana aliniambia, Jose Luis. Ikiwa unamwamini daktari, wewe ni mtu ambaye tayari umeangazwa. Na kisha unaamini katika hilo, katika utambuzi huo. Kwa kuamini hivyo. Kwa kuwa unaamini katika hilo na una nguvu nyingi sana, una nguvu zaidi kuliko mwili wako. Kwa maana mlipokea kwa ajili ya miili yenu na mnajiangamiza mwenyewe. Kwa hiyo, Bwana, nifanye nini? Naam, fanya upya nia yako, Jose Luis. Ubarikiwe. Tutasimama. Sema pamoja nami, ninaweka umoja wa roho. Akili moja. Maoni sawa. Kanuni moja.
muungwana, imani, ubatizo. Habari. Kutamani kuweka je? Kitengo cha Jose Luis. Ndiyo, nimechoka. Jose Luis. Hivyo kwamba sikufanya hili. Hii imeandikwa. Nazungumza na wewe kwa ushahidi. Kwa wewe kusema kuwa sivyo, huna budi kufanya hivyo. Unapaswa kuangalia katika Biblia. Inabidi utafute ushahidi. Kama huamini hivyo, tafuta njia ya kutokuja tena. Ndiyo, kwa sababu kwa nini ungekuwa hapa mkiwa na tofauti, kuvunja umoja na kutoa noti mbaya za muziki? Wanamuziki wanapaswa kukubali kutoa sifa nzuri. Baba Abba. Haya, tunamshukuru Bwana. Tunatangaza kuwa uko salama na mzima. Baba, ninatangaza nguvu ya uponyaji. Ninatangaza ustawi. Ninatangaza kwamba kazi mpya zinakuja. Ninatangaza nguvu ya Mungu katika maisha yako. Ninatangaza kwamba unaondoka hapa na ungamo wazi. Ungamo sambamba na agano. Baba Abba. Mpe mheshimiwa makofi. Msalimie ndugu yako.